Jana bunge lilifungwa na bahati nzuri nilikuwepo bungeni. Tumepata fursa hiyo ya kusikiliza Mheshimiwa Rais akaja anaahirisha shughuli za bunge kwa mujibu wa katiba na sheria. Kwanza ieleweke kabisa kwamba bunge jana limetamatisha kazi zake kama rais alivyosema. Kilichobaki tu ni kisheria ni kutoa ile notice ya kwamba bunge sasa limefungwa rasmi, kwa sababu lazima itoke kwa mujibu wa notice ambayo ndio hiyo Mheshimiwa Rais amesema itatoka tarehe 3 Agosti. Labda pengine wanafikiri labda bunge litarudi tena. Hapana, bunge litakaa lirudi. Labda itokee jambo kubwa sana ambalo Mheshimiwa Rais, kwa sababu kwa mujibu wa katiba kabla hajalivunja ana uwezo kwa kisheria sasa, kabla ile notice hajatoka ana uwezo muda wote kuliitisha. Notice ikishatoka ile bunge linaweza likaitishwa tu baada ya uchaguzi kufanyika na kupatikana wa bunge kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo hilo liwe very clear, lakini kwa ujumla tathmini tu ni kwamba yale mengi aliyozungumza Mheshimiwa Rais ni mambo ambayo kwa ukweli katika awamu hii ya 6 tunashukuru kwamba tumeona mambo makubwa sana ambayo yametendeka kimaendeleo. Miradi mikubwa ya kimaendeleo imekamilika. Leo tunatembea na SGR hapa dakika masaa matatu tuko Dodoma. Miundombinu ambayo pengine awamu ile ya 5 ilianzisha sehemu kubwa imekamilika na mingine mipya imeanzishwa. Hilo ni jambo ambalo lazima tuseme tu kwamba kama taifa tumepiga hatua. Hatujakamilika na bado tuna safari ndefu ya kimaendeleo, lakini kuna hatua imepigwa. Pamoja na kwamba serikali alipokea ikiwa katika changamoto nyingi. Alipokea serikali rais amefariki, alipokea serikali imetoka kwenye masuala ya COVID, amepokea serikali ikiwa kwenye, kumbuka kwamba sisi tulikuwa tunalalamikia awamu ya 5 na ukweli huo mpaka leo uko hivyo kwamba tunalalamikia sana sheria, utawala wa sheria ulivunjwa, haki za binadamu zilivunjwa, kila mtu aliumizwa, waandishi wa habari, wafanya biashara, sisi wenyewe tulikuwa kwenye hali mbaya. Rais alipokea nchi katika mazingira ambayo nchi haikuwa pamoja, akaja na fowara tukarudi kwa pamoja. Kwa hiyo hayo mambo tumeyaona ambayo yamefanywa kazi, pamoja na kwamba bado mambo hayajakamilika. Hata yeye mwenyewe amesema kwamba tumepiga hatua, lakini sio kwamba tumekamilisha. Safari bado inaendelea. Yale ambayo tumeyaona yamefanyika, lakini bunge kama bunge lina majukumu matatu: kusimamia serikali, kutunga sheria na kuwakilisha wananchi, yani kwenye kusimamia maendeleo ya wananchi na uwakilishi. Sasa katika kutathmini bunge katika maeneo matatu, utaona kabisa kuna maeneo yamefanya vizuri na kuna maeneo hawajafanya vizuri. Kwa mfano kwenye legislative process, zipo sheria nyingi sana zimekuja kubadilishwa zikakaa vizuri ambazo zilikuwa zinatusumbua. Tunashukuru Mungu kwamba hizo zimefanyika. Reforms nyingi sana zimefanyika, maboresho, na rais ameunda tume nyingi sana za kufanya maboresho. Hilo ni jambo ambalo lazima tu appreciate kwa sababu limefanyika kwa ukubwa na vitu vingine. Pamoja na kwamba bado hayo maboresho hayajitosheleza, na ndio maana leo wengine wanazungumza no reform no election. Maana yake tunafambua kabisa bado kuna vitu havijakamilika, lakini tukubali kwamba kuna vitu vizuri vimeshafanyika, na pengine hiyo ni hatua kwamba tuendelee kudai maboresho katika maeneo mbali, sio kwenye uchaguzi tu. Maboresho yako katika maeneo, na ndio yeye mwenyewe sasa akasisitiza kwamba hoja yetu kubwa kwamba ili tuondokane na hii kwamba ya kuomba kila siku maboresho, tuwe na katiba mpya. Katiba mpya ndio itaondoa haya matamanio ya kila siku kufanya maboresho. Utabadilisha kila siku, kila mwaka utakuwa unafanya maboresho. Tukija na katiba mpya ambayo yeye jana pia ameitamka kwamba baada ya uchaguzi, kwa mfano ikitokea yeye ameshinda, tutapata katiba mpya. Hilo ni jambo la natia faraja, na sisi tulikuwa tunataka. Kwa hiyo katika mambo mengine yote, changamoto ni kwamba swala la uwajibikaji bunge hili, kwa sababu lilikuwa halina swala la kambi rasmi ya upinzani. Swala la uwajibikaji bunge kusimamia uwajibikaji wa serikali ndio ulikuwa unalegalega hapa na pale, kwa sababu tu moja, muundo wake kikatiba tunapaswa tuwe na bunge lenye kambi ya upinzani. Nadhani mnafahamu hili ndio bunge la kwanza kutoka vyama vya upinzani umeanza kutokuwa na kambi ya upinzani. Kwa hiyo mimi nadhani ushauri wangu ni kwamba tunapokwenda kama alivyozungumza Mheshimiwa Rais, uchaguzi wa uhuru na haki, ili vyama vya upinzani viweze kupata wabunge wengi waingie bungeni, waweze kuunda kambi ya upinzani. Hilo ndio jambo la msingi. Tunapokuwa na kambi ya upinzani, ule ubora wa bunge tuliouona leo utaimarika zaidi, utaongezeka zaidi. Bunge la 12 limefanya mambo mazuri, lakini bunge linalofuata linaweza likafanya mambo mazuri zaidi endapo litakuwa na kambi ya upinzani. Kwa hiyo mimi naomba kabisa kwamba tusirudi kwenye bunge tena Oktoba bila kuwa na kambi ya upinzani, kwa sababu tuliona faida huko nyuma kipengele kamati za PAC kina Zito walipofanya kazi na wengine, vilikuwa vina mambo mengi sana ya msingi. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tuende kwenye uchaguzi ambao ni wa haki na uhuru, tusimwache mtu nyuma, watu wote washiriki, na tukimaliza uchaguzi tuunde bunge ambalo lina mfumo wa vyama vingi na kambi rasmi ya upinzani.